Na karibu ndugu mtazamaji katika mfululizo wa masomo yetu yanayohusiana na afya kutoka Rastobi Food Product. Natumai una afya njema kabisa, na kwa siku ya leo nipende tena kukaribisha kwenye mfululizo wa masomo yetu ili tuweze kujifunza kwa pamoja. Kuna mtu anauliza swali kwamba ni kiasi gani cha protini ambacho kinahitajika tutumie kwa siku ama tule kwa siku. Unaona, of course ni swali ambalo ni zuri, na ni vizuri ukajua kwamba wewe unatakiwa ule kiasi gani cha protini kwa siku, kwa sababu tusipojua tutakuwa tunachanganya na inaweza katuletea shida. Sawa na carbohydrate ama wanga, unakuta unatumia wanga kwa kiasi kikubwa na huku ufanyi kazi kubwa. Kimantikio tunasema kwamba ulaji wa protini ama wanga, hasa protini ambayo ameuliza, inatakiwa iendane na kazi unayofanya, lakini pia jinsia, umri pamoja na uzito wako na afya ya mwili kwa wakati huo. Kwa hivyo inatakiwa ufate hizo principle ama hizo kanuni katika kula protini, la sivyo utajikuta unatumia protini tofauti. Kimantikio, kiwastani tunasema mtu mzima anatakiwa apate gram 0.8 kwa kila kilo ya uzito wa mwili husika. Umeona? Na hii kanuni inaweza katusaidia kucalculate ama kufanya mahesabu na ukajua kwamba wewe unatakiwa ule gram ngapi ya protini kwa siku kupitia vyakula vyako vya kila siku. Mfano, kwa mtu ambaye ana kilo 60 inatakiwa atumie gram 48 ya protini kwa siku. Hii inaweza kumsaidia sana, asiongeze zaidi hapo. Na kwa wale wanaotumia mazoezi ya nguvu, yani anafanya mazoezi mazito, mfano kuna wale wanaofanya sana mazoezi kila siku, lazima miili yao inahitaji protini ili iweze kuzalisha nguvu zaidi, yani nishati zaidi katika miili yao, ili waweze kusurvive katika mazingira wanaopitia. Hivyo tunasema kwamba kwa mtu ambaye anafanya zoezi, anatumia nguvu, itakuwa apate gram 1.2 hadi 2.0 kwa kilo. Yani hiyo ni kwa kilo. Kwa hivyo wewe utazidisha ama utaona kwa uzito wako uzidishe mara ngapi, ili uweze kujua ni kiasi gani cha gram cha protini ambacho nitakuwa ingize kwa siku. Na kwa wajawazito ama wale wanaonyonyesha, basi nitakuwa upate gram 1.1 hadi 1.3 kwa kila kilo. Na kwa hivyo unaweza kuzidisha ili ujue kwamba wao wanahitaji gram ngapi kwa siku, kwa sababu wanahitaji nguvu, kwa sababu kiumbe pia kinakuwa kinatumia. Kwa hiyo ni vitu vya namna hiyo. Hii inaweza kumsaidia mtu asipoteze nguvu ama asikose stamina kustahimili mzigo alionao. Na wazee inatakiwa wapate gram 1.2 kwa kila kilo, of course kwa siku, ili mwili uweze kukaa vizuri na mwili uweze kupata nguvu. Na vyanzo vya kula hivi ama vyanzo vya protini, hapa tunaweza tukagawa mara mbili. Kuna vyanzo ambavyo vinatokana na wanyama, lakini pia kuna vyanzo ambavyo vinatokana na jamii za mimea. Na kama vile unavyojua, kuna wengine ni pure vegetarians, kuna wengine hawatumii nyama, wanatumia tu mimea, na kuna wengine hawatumii mimea, wanatumia tu nyama. Kwa hivyo kwa upande wa nyama, of course nyama nyeupe, nyama nyekundu ina protini kwa kiasi kikubwa, lakini pia kuna maziwa, lakini pia kuna mayai, of course ambao nitakuwa na mayai ya kuku ya kienyeji, unaweza kupata protini kwa kiasi kikubwa. Lakini pia kuna jibini, huko tunaweza tukapata protini kwa kiasi kikubwa. Na kwa upande wa mimea, kwa wale ambao wanatumia mimea, wao wanaweza kupata protini kutoka kwenye jamii za kunde ama legumes, ikiwemo soya. Soya ina protini nyingi sana. Tunasema kwamba kilo moja ya soya ni sawasawa na mayai 70. Unaona, yani protini inayopatikana humo. Lakini pia jamii zingine za maragi kama mung beans, white beans, lakini pia dengu, quinoa seeds, mbegu za quinoa, basi hizo zote unaweza kupata protini kwa kiasi kikubwa. Na kwa siku ya leo, ndugu mtazamaji, sina la ziada, kwa na kuelekeza kiasi cha protini ambacho nitakuwa utumie kulingana na labda uzito wako, jinsia yako, kazi yako, na nitawaletea calculation ama kanuni nzuri sana ambayo itakusaidia, kwa sababu inahitaji muda kidogo, na hii inaweza kukusaidia kucalculate ama kupiga mahesabu kutokana na uzito wako ama kazi yako, ili ujue kwamba itakuwa uingize kiasi gani cha protini kila siku kupitia vyakula vyako, usiende kinyume. Ningependa ucomment hapo chini, lakini pia unaweza ukauliza swali, usikose kushare na kusubscribe ili watu wengine nao waweze kupata elimu hii. Asanteni na tukutane katika video nyingine. Bye bye.